Karibu msikilizaji wa AFM na mtazamaji wa A Digital kusikiliza makala hii muhimu tunaposherehekea siku hii ya uhuru, ambapo historia yetu inachora picha za mabadiliko makubwa. Tarehe 9 Disemba, siku ambayo imejikita kwenye mapambano, matumaini na ushindi mkubwa. Ungana nami Rebecca Creighton, msimuliaji wa makala hii iliyoandikwa na Elias Kalidushi. Tarehe 9 Disemba ni siku yenye uzito mkubwa katika historia ya Tanzania. Ni siku ambayo inatukumbusha safari ndefu ya watangulizi wetu katika harakati za kudai uhuru, safari iliyojaa misukosuko, uvumilivu, umoja na matumaini ya taifa huru. Tanganyika ilipata uhuru wake tarehe 9 Disemba mwaka 1961 kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Uingereza, ikiwa na dhamira kujitawala na kujenga taifa lenye misingi ya usawa na maendeleo. Siku hii haikubaki tu kuwa kumbukumbu ya kisiasa, bali ikawa pia chanzo cha kurasa mpya katika uongozi na mwelekeo wa taifa. Mwaka mmoja baada ya uhuru, yaani mwaka 1962, Tanganyika ikawa jamhuri, na mwanzoni mwa miaka michache iliyofuata, muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar uliofanyika mwaka 1964 uliunda nchi tunayoifahamu hii leo kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo tarehe 9 Disemba ikawa si tu siku ya kuadhimisha uhuru, bali pia ni siku ya kutafakari safari ya taifa letu na misingi iliyotuweka pamoja kama ndugu wa nchi moja. Kila mwaka wa Tanzania huadhimisha siku hii kwa shamra mbalimbali, ikiwa ni pamoja na gwaridi la kitaifa, hotuba za viongozi, maonesho ya kijeshi, ngoma za utamaduni na shughuli mbalimbali za kijamii. Sherehe hizi hutoa nafasi kwa wananchi kukumbushana historia ya nchi na kuwaheshimu mashujaa waliopigania uhuru kwa ari, moyo na kujitoa kwao kwa ajili ya vizazi vya leo na kesho. Uhuru haukuwa mwisho wa safari, ulikuwa mwanzo wa safari ya kujenga uchumi, kupanua elimu, kuimarisha umoja wa kitaifa, kupambana na umaskini, ujinga na maradhi, kuhakikisha amani na mshikamano. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweka misingi ya ujamaa na kujitegemea, akisisitiza utu, heshima na usawa kwa Watanzania wote. Historia ya uhuru wa Tanzania ni hadithi ya ujasiri, umoja na matumaini. Ni kumbukumbu ya juhudi za wazee wetu waliopigana bila silaha za vita, bali kwa silaha za fikra na umoja. Leo Tanzania inasimama kama taifa lenye amani, ikiwa na alama ya uhuru katika mioyo ya watu wake. Mafanikio ya siku ya uhuru wa Tanganyika ni makubwa na yana athari za kudumu katika historia ya taifa la Tanzania. Uhuru wa Tanganyika ulileta mabadiliko muhimu ambayo yalichangia katika maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi, ikiwemo mwisho wa utawala wa kikoloni, kuanzishwa kwa taifa huru la Tanganyika, kuanzishwa kwa sera ya elimu na afya, umoja wa kitaifa na kujenga taifa moja, mabadiliko ya kijamii, uanzishaji wa uchumi huru, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pamoja na kujivunia utambulisho wa Kitanzania. Mafanikio ya siku ya uhuru Tanganyika ni makubwa, kwani yalileta mabadiliko ya kimsingi katika siasa, uchumi na jamii. Siku hiyo iliwakomboa wananchi kutoka kwenye ukoloni na kuwawezesha kujenga taifa huru lenye umoja, usawa na maendeleo. Ingawa changamoto zilikuwepo katika kipindi cha mchakato wa uhuru, mafanikio haya yanabaki kuwa alama ya ustawi na maendeleo kwa taifa la Tanzania hadi hii leo. Asante msikilizaji kwa kuwa nami katika makala hii mwanzo hadi mwisho. Msimuliaji wako ni mimi Rebecca Creighton, lakini mwandishi wa makala hii ni Elias Kalidushi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, X ama Twitter, tunapatikana @AFM Radio TZ. YouTube channel yetu ni A Digital TZ, lakini website yetu ni www.afmradio.co.tz.